Ifikapo saa 9:30 alasiri, ambao ni muda mfupi sana kuanzia sasa, tunakwenda kushuhudia bonge la mechi ya nusu finali ya pili ya kombe la shirikisho la benki CRDB kati ya mabingwa watetezi wa michuano hiyo Yanga dhidi ya Azam. Ni mechi inayotarajiwa kuwa na ushindani wa aina yake. Ni mechi ambayo baadhi ya yale yanayojadiliwa kuelekea mchezo huu yapo kadhaa. Miongoni mwao ni pamoja na swali kwamba je, nani kati yao atajivunja? Ndio, wekundu wa Msimbazi Simba baada ya kushinda dhidi ya Coastal Union kwa mabao 4-0 na kutinga fainali kwenye michuano hii, tayari mashabiki wao wangali wakitamba kwamba Yanga wakipoteza basi watakuwa wamejivunja kukwepa Kariakoo Derby katika fainali ya kombe hilo la shirikisho la benki CRDB. Kama Azam wakifungwa, basi wenda nao wakanyoshewa vidole kwamba wanajivunja ili kuikwepa Simba katika kuelekea mchezo wa Mzizima Derby, kwa maana Simba dhidi ya Azam katika fainali ya michuano hiyo ya kombe la CRDB. Sasa nani kati yao atapata tuhuma hizi za kujivunja endapo atapoteza kwenye mchezo huu? Lakini la pili kweli kwamba Yanga na Azam zinakwenda kucheza back to back. Mechi hii ya nusu finali ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB pale kwenye uwanja CCM Kirumba jijini Mwanza itafuatiwa na mechi tena baina yao ya mzunguko wa pili wa ligi kuu Tanzania bara. Matokeo ya mechi ya leo huenda yakaathiri kwa namna chanya ama hasi kisaikolojia kuelekea katika mchezo wa pili baina yao ambao ni wa ligi kuu Tanzania bara. Ikumbukwe kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, Yanga wako kileleni, Azam wako nafasi ya 3. Matokeo ya mchezo wao huenda yakatoa mwelekeo wa nini kitakachotokea mwishoni mwa msimu wa ligi kuu Tanzania bara. Kwa kukumbushia tu, Yanga wapo kileleni mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara wakiwa na pointi 66. Azam wanashika nafasi ya 3 katika ligi kuu Tanzania bara wakiwa na pointi 58. Kwa hiyo tofauti ya pointi baina yao ni pointi 8. Lakini hata kwenye mabao kuna vita nyingine. Ni kwamba Yanga wanafunga zaidi, Azam ni miongoni mwa timu zinazofunga zaidi. Yanga wanakuta imara zaidi kwenye ligi kuu Tanzania bara mpaka sasa, sawa na Azam, kwa maana kwamba Yanga kwenye mabao mpaka sasa wamefunga mabao 62. Azam kwenye mabao mpaka sasa wamefunga mabao 42. Tofauti ni mabao 20 kati yao, lakini Azam wanashika nafasi ya 3 miongoni mwa timu zilizofunga mabao mengi baada ya Yanga kwa mabao haya 62. Wanaofuatia ni watani wa jadi wa Yanga, Simba, kwa mabao. Halafu kuna Azam ambayo yenyewe imefunga mabao hayo 42. Lakini kwenye kuruhusu, Yanga imeruhusu mabao 9. Azam pia imeruhusu mabao 9 na kuzifanya timu hizi mbili ndiyo kwenye ligi kuu Tanzania bara kuwa na ukuta imara zaidi. Sasa hili ni swali la pili kuhusiana na mechi hizi za back to back kati ya Yanga dhidi ya Azam. Baada ya nusu finali hii wanakwenda kucheza mechi ya ligi kuu Tanzania bara mzunguko wa pili. Lakini swali lingine ni juu ya ubora wa wachezaji wao mmoja mmoja, kwamba kufikia sasa katika ligi kuu Tanzania bara na michuano mingine mbalimbali, baadhi ya wachezaji wamejitokeza kuonyesha kiwango cha juu mno ndani ya Yanga, akiwamo Alan Okello aliyetoa hivi karibuni wakati wa usajili wa dirisha dogo akitokea kwa Uganda katika klabu ya Vipers, na kisha kuwa sehemu ya wachezaji wanaoifanya Yanga ifanye vizuri zaidi kwenye kombe la shirikisho la benki ya CRDB ambapo wamefika nusu finali. Lakini pia kwenye ligi kuu Tanzania bara wapo kileleni kama nilivyotoka kueleza. Alan Okello mpaka sasa ashafunga mabao 11. Yes, ni miongoni mwa wale watatazamwa sana, kiungo kimataifa kutoka Uganda ambaye benchi la ufundi la Yanga humtumainia katika kuleta madhara kwa wapinzani kwenye kufunga na assist, kwa sababu Okello ingawa amejiunga na Yanga wakati wa dirisha dogo ashafunga mabao 11 na ana assist 7 akichangia kwa ujumla mabao 18 ya Yanga kati ya mabao 62. Lakini kwa Azam yupo Faisal Salum Feitoto ambaye yeye ndiye top scorer katika ligi kuu Tanzania bara hivi sasa akiwa ana mabao 14, lakini pia anaongoza kwa kutoa assist, pasi saidizi za mabao. Yeye na ile Mpanzu Kibisawala kila mmoja ameshatoa assist 8. Mpanzu ni wa Simba, lakini kwa ujumla wake utaona Feitoto amechangia mabao 22 ya Azam katika ligi kuu Tanzania bara, wakati Alan Okello amechangia mabao 18. Hao wote ni viungo wa ushambuliaji miongoni wale wanaofanya vizuri sana. Lakini pia yupo Peodo Pacome Mzuzwa, yupo Idi Nado kwa Azam, Pacome ni kwa Yanga, yupo Maxim pia Zengeli, lakini pia yupo Aba William
wa Azam ambaye ni kiungo ushambuliaji kutoka nchini Nigeria. Kwa hiyo wachezaji mmoja mmoja, kuna maeneo pia ya kusisimua sana. Kimsingi Yanga Azam kwenye ligi kuu Tanzania bara mzunguko wa kwanza hakukuwa na mshindi, walimaliza kwa suluhu bila. Lakini kwenye mzunguko wa pili ndio inayosubiriwa pindi watakapomaliza mechi hii. Msimu uliopita Azam ni miongoni mwa timu 3 tu zilizovuna pointi kutoka kwa Yanga. Ndio. Wakati Yanga ikitoa ubingwa ligi kuu Tanzania bara, miongoni mwa timu zilizopata point ilikuwa ni Tabora United ambayo hivi sasa inaitwa TRA, ilifunga Yanga 3-1 alafu na yenyewe ikafungwa 3-0. Timu nyingine ilikuwa ni JKT Tanzania ambayo licha kufungwa 2-2 katika mzunguko wa kwanza kwa ligi kuu, mzunguko wa pili ilipata suluhu. Lakini kuna Azam mechi ya kwanza iliifunga Yanga 1-0, mechi ya pili Yanga ilishinda 2-1. Matokeo ya jumla kama 2-2, matokeo ya jumla kila timu ilipata pointi 3. Kwa hiyo Azam ni miongoni mwa timu ambazo hivi karibuni zimekuwa fupa gumu kwa Yanga tofauti na timu nyingine nyingi. Sasa kwa msimu huu leo hii mechi ya nusu finali kombe la shirikisho la benki ya CRDB kwa vyovyote vile itakuwa na mvuto aina yake, kwa sababu Azam na Yanga kwa hivi karibuni haijawahi kuwa mechi nyepesi hata kidogo. Lakini kwenye kushambulia, timu hizi ni miongoni mwa zile ambazo kwa ligi kuu Tanzania bara hivi sasa zinashambulia sana. Kufikia raundi ya 25 kwa mfano, raundi ya 25 kila mmoja alipocheza, Yanga ilikuwa inashika nafasi ya pili kwa kupiga mashuti mengi dhidi ya wapinzani. Simba alikuwa akiongoza kupiga mashuti 261, Yanga walikuwa wanashika nafasi ya pili kufikia raundi ya 25 wakiwa wamepiga mashuti shots 233. Azam walikuwa wanashika nafasi ya 3. Azam baada ya michezo 25 wao wakiwa wamepiga mashuti 211, kuonyesha kwamba katika kushambulia timu zote hizi kufika sana, na ndio maana Azam kwenye mabao inashika nafasi ya 3 baada ya Yanga, Simba, Azam. Lakini kwenye ukuta imara Yanga na Azam zote zina ukuta imara zaidi. Ni small details, taarifa vidogo ambavyo huenda vikachangia mvuto wa mchezo wa leo. Lakini kubwa zaidi, Yanga watatamani watoae ubingwa wa 5 mfululizo wa kombe la shirikisho la benki ya CRDB, na ili watimize ndoto hiyo ni lazima wavuke kigingi hiki cha nusu finali dhidi ya Azam, halafu kwenda finali watakuwa kwenda kuvaana na wataniza wa jadi Simba katika fainali ya kuvutia sana endapo itakuwa hivyo. Lakini kwa Azam, baada ya misimu 4 kushuhudia Yanga ikitwaa kombe la shirikisho la benki ya CRDB, itatamani kuipigisha stop ili yenyewe ndiyo iende fainali kwenda kukabiliana na Simba katika Mzizima Dabi kuhakikisha inatoa ubingwa wa michuano hii. Azam ni miongoni mwa timu zimefika fainali nyingi za kombe la shirikisho la benki ya CRDB, lakini kwa hivi karibuni imetoa ubingwa mara moja. Itatamani kurekebisha hali, na hasa kwa kuzingatia kwamba kikosi cha Azam, management ya Azam imeimarisha sana kikosi chake hivi karibuni kwa kuwezesha benchi la ufundi kupata wachezaji bora kama kina Jaka Mangangita, kina Gift Kitambala Bola, huku ikiendelea kubaki na Faisal Salum Feitoto katika eneo la kati, lakini wakiwa na kina Himidi Mao, James Kaminko, kuifanya Azam iendelee kuwa timu tishio. Azam ambayo ipo chini ya kocha Flora Ibenge inakwenda kukabiliana na Yanga ya Abdihamid Mwalin aliyewahi kupita Azam wakati akitua nchini akitokea Horsidi ya Somalia na kufanya mambo makubwa kabla ya kwenda KMC Yanga kwenyewe na hatimaye akarudi tena Yanga. Abdihamid Mwalin benchi la ufundi akiwa na Patrick Mabedi wana kazi ya kufanya kukabiliana na Flora Ibenge, kocha ambaye amefanya Azam sio timu rahisi kuifikia na kuifunga, kwa sababu katika ligi kuu imeruhusu mabao 9, lakini 4 ni katika mechi moja waliofungwa 4-1 na TRA United pale jijini Arusha kwenye uwanja Sheikh Amri Abedi. Kuna mambo mengi ya kujadili kuelekea mchezo huu, lakini nani ataibuka kidedea? Nani atajivunja? Je, Yanga wataendeleza ubabe wao ili kwenda kutoa ubingwa wa 5 mfululizo kwa kufika fainali walau kukabiliana na Simba kwa kombe la shirikisho la benki CRDB? Hilo ni swala la kusubiri.